Mangia, kuelekea msimu huu mechi zinazofuata za ligi kuu pamoja na mashindano ya kimataifa, Simba amemtambulisha kocha mwingine mpya ambaye amemtambulisha kama meneja ambaye ataenda kushirikiana na Matola kukiongoza kikosi chenu. Unaitazama Simba namna gani kuelekea mashindano ya kimataifa pamoja na ligi kuu? Sababu Simba kuna kocha alipita Pierre Chante, pia koponi wa kasi, akaondoka, FIFA akamchukua, Simba akamtafuta Uchebe, akarusha mpira wa Simba, akatili kama ule alipita Pierre Chante. Uchebe akaondoka, akamchukua Kishingo 7, akaendeza pale sema alishia Uchebe, Simba mpira wa kasi. Akaondoka Kishingo, akaja Diego Darosa Gomez, mpira wa kasi. Baada hapo tena Darosa akaondoka, Simba akamchukua kocha Pablo Hispania, soja Hispania, mpira sio mpira wa kasi sana. Akaondoka, akaja Robertinho, akaondoka naye Brazil, mpira sio kaida sana, tafuta na mpira wa Ufaransa tofauti. Akaondoka tena yeye, akaja Benishika, akaja Zoani Maki, mpira kaida sana. Kwa makocha wanne walipita Simba au nikutajia, ni mpira wa Simba wa kasi. Ndio maana Simba akamtafuta kocha huyu. Mpira wa Simba wa kasi unarudi tena, sababu kocha anahitaji mpira wa kasi, kocha huyu sio kurudisha nyuma. Asilimia kubwa ya wachezaji ambao wako pale Simba kwa sasa wamesajiliwa na kocha ambaye amepita, Fadlu Davis. Unadhani hao wachezaji wataenda kuclick na mifumo ya mwalimu ambaye ameletwa pale Simba kwa sasa? Ya, ndio kacheza mechi mbili. Kacheza mechi mbili Mdumani, mechi kwanza kashinda 2-1, mechi ya pili kafungwa. Makocha wengi sana waangalia timu kupata matokeo. Unapofungwa anaangalia kwa wachezaji, mfumo wangu ni ukizi, sababu kocha ni mpya, anaingiza mfumo wake mchezaji mmoja mmoja, sababu alibaki na wachezaji wachache sana. Wengi wachache na national timu walibaki ni wengi. Juzi kafungwa kini, akasema timu yangu niangalia makosa kwa wapi. Nadhani mechi zinazofuata za kimataifa atafanya vizuri. Asilimia kubwa ya watu na baadhi ya mashabiki wa Simba na wapenzi wa mpira walishaweka matumaini kwa kocha alikuwa amekaimu Simba pale Matola, kwa sababu ya mechi mbili ambazo alizocheza za ligi kuu alipata matokeo mazuri na timu ilikuwa ina flow vizuri. Baadhi ya watu wakawa wanasema ni wakati sasa kumwamini Matola na kumkabidhi timu. Unadhani ilikuwa ni wakati sahihi sasa kumkabidhi Matola kikosi cha Simba akakiongoza peke yake akatafutia tu msaidizi? Hapana, sababu hizi timu Simba na Yanga inahitaji makocha wa kigeni. Sababu makocha wa kigeni wana mbinu. Mpira sio kuja makelele, hakuna. Unamwita mchezaji mbinu hizo. Hizo ndio mbinu. Haina kuja makelele. Yaani makocha wazungu sana wana mpira kumlegeza kocha na mchezaji kimbinu, sio kupiga makelele, hapana. Yaani makocha kigeni wana mbinu zaidi kuliko makocha wazawa wa ndani. Si unaona jana ndio kama hivyo. Jana yaani kama kwa kocha kigeni jana Simba Tanzania ikishinda au kedraw, sio mechi kufungwa ile ya jana. Kwa makocha wanazidiwa, hawana mbinu wazawa. Ndio maana timu hizi Simba na Yanga wanamsajili kocha kigeni. Hii timu sababu ina wachezaji wengi wazito, wengi za Simba na Yanga. Azam, Azam na Afroi Benge, Singida, Gamondi, KMC, Maximo. Unaona hapo kuna uzito wa makocha wa kigeni, wana vitu wanaveta kwenye timu. Sababu watu kama kana mzao usifike mbali chochote, unazidi kurudi nyuma. Ndio maana Simba kameta kocha kigeni, ni meneja mkuu wa kocha Simba, meneja mkuu wa klabu. Sababu makocha anajiona kwa meneja kama Ulaya. Wanasema nyie mmeenda kumchukua kocha ambaye hana vigezo, astahili kukaa bench. Kama kipi vigezo gani? Hana leseni za FIFA na mama mtambulisha kama meneja. Kama ipo hana leseni ya FIFA, kule Gabon United akati anafundisha kabla hajaja Gabon, alitoka Kameruni, kafundisha timu kapa ubingwa Kameruni, timu kama 4. Kama ipo hana leseni asipofundisha, makocha wote na leseni, sema leseni ya CAF Pro ndo ana, lakini ni kocha ana leseni. Wanasema kama ana leseni, kwa nini msingemtambulisha kama kocha, mmemtambulisha kama meneja? Ndio maana kama hivi Mourinho Ulaya si meneja, Guardiola meneja, Diego Simeone huyu kocha Liverpool Klopp si meneja. Makocha anajua kwa meneja, sio makocha ni mameneja. Timu anasajili meneja, ndo kocha aitwa meneja. Ndio Ulaya huko Afrika makocha Ulaya ni mameneja.
Ndio maana Simba akamtamsha meneja, ni kocha lakini meneja. Wao mnakuja kiulaya msimu. Si tushatoka kuna mfumo wao. Sababu wanazungumzao ni upande wa pili. Na wao wameleta kocha mwingine mmemwona? Ule kocha. Yaani kocha msaidizi. Folz hajaguswa. Kwa Romain Folz sataka lake aondoke. Sataka milioni 800. Moja kutoa. Wamemleta yule msaidizi Folz ashirikiane naye. Ndio maana hivi Yanga African hata juzi na mnukuu Mohamed Hussein Machinga. Kabla Mohamed Hussein hajazungumza, mimi nazungumza kabla. Kocha Yanga kacheza mechi 10. Mechi 10 mbili ka draw. Moja ya ligi kuu, moja friendly match juzi kacheza na TRA. KMC bila. Kashinda magoli kadha, kausu kuna mechi hizo 10. Kausu goli hili. Kuna mechi 7 hajahusu goli. Ana wastani mzuri rekodi. 2 za kimashindano, moja ngao jamii, 2 mechi za ligi. Naona hapo. Na katua moja. Kisa katua na Mbeya City. Kwenye mbio kuna matokeo matatu she. Kuna kufungwa na kushinda kudraw. Yanga Afrika nataka sifungwe au asidraw, washinde wao. Mpira huko hivyo, heshimu mpira. Wanasema mnavomjadili kocha wao kwamba hawachezi vizuri lakini matokeo wanapata ndio ukubwa wao unapoonekana sasa. Wao wanajadili Simba. So sisi. Sisi tunawasaidia kocha ana tatizo gani? Sababu Mbeya nzima anaimba. Tumtaki kocha wao ndio anaimba Mbeya. So tu football. Timu ina draw, je kefungwa aje? Wameleta sale kocha mwenye CV za kutosha pale kutoka Malawi. Ana CV, ule kuja na Romain Folz, sana CV za kutosha. Kafanya ni kitu gani? Paka saizi hajapoteza, wastani wake kwenye ligi pamoja na mashindano ya kimataifa bado ni wastani mzuri. Kumbe unauli na mimi. Ukiwa na mchezo sasa. Wadanga bio wao watu wa football. Kocha tangaza rekodi zinambeba. Ndio maana kama hii niondoke. Namba uba wangu panategemea ile kilio cha kule Mbeya Sokoine. Atapaniki, atavunja mkataba ili aondoke bure free agent. Matokeo yake simu kusawa Sumani kasoma yule. Viongozi watavunja mkataba. Sababu unaona hili sipa jukwani panatetemeka na makamu rais Arafat yemecha draw tu. Wanatetemeka tutaambia nini wanachama wao. Salaambia wala miogo. Ni wala miogo ni. Timu ni gharama. Leo hii wanaambia kocha aondoke. She mpira kwa hivyo. Nasikia mlikuwa mnapush kwa sababu mlikuwa mnataka mpite na Folz. Hakuna, sisi hatuwezi. Kocha bora na wastani mzuri amepata matokeo. Kafanya kitu gani? Kocha bora kwenye ligi kuu MBC au kwenye hizo mechi anashinda? Yaani amecheza mechi 10. Kwenye mechi 10 amesare mechi moja, mechi 2 ambao ni moja ya kimashindano ambao ni ligi kuu na moja ya kirafiki. Mechi zingine zote kashinda na anashinda kwa idadi ya magoli kuanzia 2. Mechi gani kashinda goli 5? Ameshinda mechi goli 3 mechi ya ligi kuu na Pamba. Mechi ya Mbeya City kasare. No goli. Alaume kocha au striker Mbamu Dube. Hata mimi nikasema mshike Dube akafunga magoli. Ni mchezaji wenyewe. Ukija mchezaji mmoja Yanga African. Wengi sasa baadhi wanachoka. Kama nakurusha nyuma Van Dijk Liverpool kacheza misimu 8. Hawezi kwa hoteli kuna ubora ule hawezi. Van Dijk sasa ndo kachuja. Tangia alivyoumia kaka msimu mzima kucheza Van Dijk msimu 2. Kama hawezi kurudi kuna ubora Van Dijk. Ndio Liverpool ashinda goli 4. Tatu Liverpool anahusu goli nyuma. Maana yake back line inaruhusi. Ndio Baka na Jobu. Baka katumika sana na Jobu tangia 2021 Simba cheza Kigoma kule. Tadeo Langa anafunga goli la kichwa. Jobu iko hapa. Yanga kwa goli moja finali. Yanga kwa pungufu. Kumtoa alafu John Boko Kutonombe. Refarini na Lagija. Kocha Nabi wa Yanga. Naona sasa Mungu akupe nini? Wachezaji wanatumika, Mdasi katumika. Pakome naye anafunga katumika. Jobu katumika. Ukija Baka katumika. Ukija tena Max katumika, kachoka. Ukija leo hiyo mpaka Mohamed Hussein. Simba kacheza miaka 11. Kachoka. Sasa wewe unakwenda mbele au unarudi nyuma? Timu inarudi drop. Wao kaiteni miaka 5 mfululizo. Hapana, maana kwa mfano Liverpool. Van Dijk kakaa misimu 8 Liverpool. Ubora wake unashuka Van Dijk. Maana katumika. Simba inamkuta msimu Simba chukubingwa kwanza 2018 ubingwa wa pili hivyo. Simba kaachomeka mchezaji moja. Simba mpaka Simba ikasimama kuna ubora ule mkubwa sana Simba. Miaka 4 mfululizo. Wao wanafika miaka 4 msimu wa 5. Ila choma 5 mfululizo. Si kweli. Umeona striker za kutisha pale Yanga?
Soka gani ipo? Pale kuna Andy Boyel, kuna Prince Dube, kuna Clement Mzize. Wanatisha. Wana goli ngapi wote hao? Aba. Wana goli ngapi? MBC kesha mechi mbili. No goli. Boreli zote kacheza. Mechi Mbeya City no goli. Mzize ndio ukitotana anaumwa. Mzize unasimama striker. Twende kwenu strikers. Ni wawili. Mimi wote wana magoli. So ana goli ngapi? Goli moja ligi kuu. Na huu sema ni mwalimu. Ana goli moja ligi kuu. Wana goli la Ulaya ile. Kama anapiga. Goli popote duniani wanaitafuta goli. Kwa mwalimu mmelamba dumu. Ni striker kabisa. Striker mzuri sana. Chazi au akafunga goli. Ni mfungaji bora msimu unaisha. Wao na nani? Unamtoa Ziziki anakofa goli 10 plus. Chama kakofa goli 5. Ukimcheza magoli Ziziki magoli 15. Wote unawatoa. Pacome unampatia namba 10. Hawezi namba 10. Pacome atoka pembeni. Kuna pasi pale penye Aziziki, kutoka Aziziki kuna Chama. Sasa hivi wote wapo sasa hivi. Aucho naye hayupo. Sasa hivi wakamsajili Bakonte kachuja. Sasa hivi kocha huyu ila atakaondoke. Hakuna anatanzia hapa namfahamu kama Azizi Ndambwile. Kocha kamtoa chini. Yanga ni msaidia kama ni mtupa. Kocha kampa nafasi kule Rwanda. Na pia kafunga goli. Azizi Ndambwile paka sasa hivi. Ndio namba 6 hao. Paka national kwa sababu unasema pale uwanjani Msuka Mkapa. Yanga anacheza na Angola. Kamba Azizi Ndambwile mwanga na midfield. Hii ni kocha national team Emedi Morocco. Ili apote kitu aite siku Kagoma na Azizi Ndambwile. Kwa hiyo mechi inafuata kaita wote. Lakini mechi inafuata Zambia na Tanzania wote wako wapanga. Unaona? Wote wako wapanga kaita wote midfield wote wawili. Azizi Ndambwile Isi Kagoma. Na wote wako wapanga. Na mimi nasema kwa ili kocha apote krimu haita wote wawili namba 6 zote. Kwa hiyo kaitakia hajapanga paka jana kwa panga. Kwa maana yake Azizi Ndambwile kocha alimnyanyua Roman Fosi. Akomte wanangu posha msahau. Posha mtoto kosa wanemsajili wameweka kabatini. Kocha kaja kamnyanyua. Leo hii kocha na ubovu gani? Eza kaondoka kocha huyu. Akija kocha mwingine watamsawa Azizi Ndambwile wanampaka Bakonte. Bakonte spana mkononi iko hoi. Ana jipya. Rushain Dirak ana goli 2 saizi ligi kuu. Center back ile. Niliona sehemu wanaoanisha kwamba center back wetu ana goli 2, alafu forward zao zina goli hata moja. Sasa unaona wastani Rushain ana goli 2, wao Koboeli Makapi yale. Wanipa kwa mkopo South Africa. Sisi tunacheza mwaka juzi Padanamo Chamazi na kwa Ndola Zambia. Kafanya kitu gani Boleli? Kaenda South Africa kafanya kitu gani? Ana jipya Boleli. Ana jipya Boleli. Dube ndo huyo. Dube tangaje Tanzania hii. Hajaye kwa mfungaji bora. Anaisha goli 5 goli 6 basi. Hawezi. Uwe Mzize kesha goli ngapi? Goli 13 Mzize msimu unaisha. Hili onekane striker kila msimu ama utendi goli 10 plus 10 plus kila msimu. Asa msimu kwa goli 5 mpaka sasa Mzize mechi ngapi hajacheza? Iko hoi. Wanamuogopa milioni 45 wanamlipa. Waitekenya fa cheka wenyewe wana Yanga. Si kweli. Sasa hivi ipo kitandani anaumwa. Haijulikani atarudi kwenye mpira lini. Ndio Yanga inasago pale mbele. Pewa Aziziki na Chama Alidaucho na Mzize. Sufichi boys wa striker Boleli. Wanapigwa. Wanapigwa mkopo. Wa Yanga amepigwa kwenye striker zake zote. Ya, kweli Sufichi na Barakonte. Sisi tunawachuza. Kumbuka Hassan Kante. Sisi tunamtaka Hassan Kante wao kakimbia jua. Nani Mustafa Barakonte. Kuna Kante. Mwingine kwa Chelsea ndio Simba. Kaagwa kwa Rabu ni mwaga. Warabu andalia. Si ule pale. Mwenzake Simba wanataka watu wawili. Mmoja kaenda Ulaya, kaenda Atletico Bilbao. Yeye kaja Simba. Na hapa anapita tu. So unajua zimechanda Mungu. Pasi ndefu. Watamato kushoto, pasi yatupia kulia. Hassan Kante huyo. Midfield hatari sana. Ukija Ndabi Kamara na hatari. Atoni Mligo pengo la Mohamed Hussein hakuna. Tanga mechangao jamii. Watu panagemea pengo taonekana. Hakuna haimbi tena Mohamed Hussein. Sasa hivi Atoni Mligo tu. Atoni Mligo. Fullback ambie namba 3. Mungu akupe nini? Pengo Shimani Fono alionekani. Kaziba Rushain Dirak. Kaziba. Pengo la Ngoma namba 8. Kaziba Hassan Kante. Yes. Mungu akupe nini? Pengo la Christian Ateba. Kaziba sema ni mwalimu.
Mkwala yupo au hayupo, Mpanzu yupo. Sasa kaonekana hapa kaongelea na Mahema. Bana. Sasa Mungu akupe nini? Sina timu bora she. Ukicheza siasa za Kitanzania, Simba timu bora sana. Sikufichi. Tatizo wachambuzi wengi wa Tanzania kama huyu chumba cha Mjerumani. Sio mchambuzi, mpia kacheze wapi? Ansi, mpia kacheze wapi? Hajui football. Wao baki kwa siasa ndio mpira nchini uendelee. Wanaribu mpira ni kama hao. Wabaki kwenye football, wazungumze mpira. Simba kasajili. Sababu Simba kafunga na ngao jamii na Yanga kama Simba mbovu hapana. Yanga kashinda lakini Yanga ishukua naomba po. Mpira unaonekana kweli. Yanga panaomba po anashika hivi. Kwa nini? Simba kacheza mpira mkubwa sana na Simba ina kikosi bora sana. Sawa, Mangia, shukrani sana, nikutakia kila laheri kuelekea msimu huu na mechi ambazo zimebakia. Shukrani sana.